Nimeuliza awali. Ameniambia ni wahi. Hongera sana, mmefanikiwa kuwa mabingwa kwa msimu wa 2024-2025. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu na asante sana kwa hongera zako ndugu yangu. Mara 5 mfululizo Alikamwe mnawapiga watani zenu. Unajisi mwenye bahati kiasi gani kwa Young Africans kati ya mmoja kati ya waliokuwa nafikiri ni kwa viongozi wote kuanzia kwa rais wetu Engineer Hersi Ali Said, makamu wetu wa rais Arafat Haji na Ali, ile kauli ya GSM imetimia na uliniambia mwisho wa msimu tuje tukuulize. Nilikwambia kwanza Yanga alikuwa na kazi kubwa ngapi msimu, unakumbuka? Ndio. Mara mwisho nilikwambia Yanga na kazi 2 tu msimu huu. Kwanza kutetea mataji yake na kuhakikisha Simba anamaliza msimu akiwa tupu. Imetimia. Kaondoka na nini msimu huu? Kaondoka na lawama. Bwana, wanasema ile hakuna pointi 3 bila kumkaba Mpanzu. Vipi Mpanzu kwa namna ambavyo amemtizama kwenye game ya leo? Usiwape kiki ya wachezaji wa kawaida au shehe. Kuna wachezaji wazuri kwenye mechi ndogo, alafu kuna profesa wa mpira Pacome Zouzoua. Yeye kwenye mechi kubwa ndio anakuja kuzungumza. Amezungumza sana leo hapa. Waamuzi vipi? Amechezesha vizuri sana na tumpongeze muamuzi kwa namna ambavyo ameweza kutafsiri sheria vizuri. Nafikiri kama mmegundua kitu leo ambacho ni cha tofauti na sio kwa ubaya. Kicho tofauti cha muamuzi wa leo na baadhi ya waamuzi wetu ni kufika kwa haraka kwenye matukio. Yaani kila mpira ulipokuwepo huyu muamuzi alikuwa ameshakaa, nafikiri kama ni yadi 10 hivi, yupo tukio analiona kwa karibu. Kwa hiyo ilikuwa rahisi kwake kuamua kila kitu. Kwa hiyo sijui kama ni taratibu rasmi watasema Simba sasa, sio sisi Yanga. Simba watasema kama na mwakani wanataka aje mzungu, sisi wala. Ubora wa waamuzi ndio umepelekea kupatikana kwa nafasi chache. Maana ukiangalia kipindi cha kwanza ulikuwa na on target 1 na kona 2. On target 1 ngamalizia vizuri. Ya Yanga Israel Mwenda alipiga free kick. Sisi tulikuja kwenye mechi ya leo tukiwa na malengo ya kuchukua ubingwa. Kwenye mahesabu tulikuwa tuna uhakika kuchukua ubingwa kwa sare au kushinda. Kwa hiyo tulianza mechi kwenye tempo ya chini tukiwashusha ambao walikuwa wanafuta matokeo, na tukapata matokeo mazuri kipindi cha pili kwa sababu tuliongeza gia, na ni makosa yale ya siku zote ya Simba ndio tumeyafanya leo kuadhibu nao. Makosa yale ya kuto kuiheshimu Yanga. Muda ulipozidi kwenda mbele wakaona kama wametumudu. Wakaanza kutawanyika kama kuku walikata kichwa. Sisi tukaanza kutumia zile nafasi. Magoli ukiangalia ni matokeo ya mpira wa counter, na sisi tuna quality. Pacome, Mzize tumeweza kuwahukumu. Kwa hiyo tupongeze sana wachezaji wetu. Mwenyekiti, kitu gani ambacho unaweza kuwashauri? Maana leo walikuja na style tofauti kuja kwenye game. Kimya. Ni utoto na ushamba waliofanya. Yaani nirudie kwa herufi kubwa. Walichokifanya ni utoto na ushamba. Ngojeni niwape tathmini hapa. Msije mkasema tumeongea bila tathmini. Lengo lao kubwa na watu wengi wanapozungumza kwamba Yanga amekosa mapato, si ndio? Nataka niwaonyeshe ya mwisho kabisa mapato ya leo, watu walioingia na mapato ambayo ya leo. Ngoja simu ifanye kazi, masidi ni nyingi. Final hii hapa, si ndio? Wewe utawasomea wenzako. Watu wangapi? 51,805. Shingapi? Milioni 443. Maana yake Yanga tumepata hela. Tafsiri ya kwamba Yanga amekosa mapato haina ukweli. Yanga tumepata hela. Si ndio maana yake? Na hawa ni idadi ya watu waliokata, sio watu walioingia, idadi ya watu waliokata tiketi. Sasa watu hawa wako wapi? Ndio swali la msingi inabidi mjiulize na nyinyi. Tiketi zimekatwa 51,000. Na watu walioingia ndani ni wachache. Watu wako wapi? Watu hawa ni mashabiki wetu wa thamani ambao kwa utoto na ushamba ambao wameufanya Simba, mashabiki hawa wa thamani wamekosa nafasi ya kuja kutazama mpira. Tunafahamu tangia kanuni itengeneze kwamba tangia kanuni itengeneze kwamba mwenyeji anapata mapato, utaratibu wa timu fulani kuto kufanya promotion ni kitu cha kawaida. Hata sisi Simba anapokuwa mwenyeji huwa hatufanyi promotion. Sasa promotion ni nini? Ni kuto kufanya media tour, kuto kuposti frequent mara kwa mara kuhamasisha watu kuja. Tutafanya hivyo. Lakini kususia press conference, kususia kikao cha mechi ambacho kikanuni ni kikao cha lazima, kususia taratibu zote za mchezo, huu ni utoto na ushamba. Talipa athiri leo mashabiki ambao mpaka mchana ilikuwa hawajua tiketi wanazo, na leo ni siku ya kazi, ni Jumatano, watu wamekuwa na sintofahamu. Kwa mimi kwa niaba ya klabu yetu ya Yanga, kwanza nitumie fursa hii kuwaomba radhi mashabiki wote ambao walikata tiketi leo na wakakosa fursa ya kuja Benjamin Mkapa kwa sababu ya utoto na ushamba ambao umefanywa na Simba.
Hao wengine kama watapata fursa ya kuomba msamaha itakuwa jambo kubwa, ila kama Simba wataamua kaa kimya waombe msamaha, sio jambo jipya, kwa sababu ni jambo la kawaida kwao kudhulumu haki za mashabiki. Washafanya hivyo kwenye mechi zao za kimataifa. Kwa sisi leo tumepata hiyo hela, lakini tunajisikia vibaya kwa mashabiki wa thamani ambao wakati tiketi wameshindwa kuja kwenye mchezo leo. Msimu huu pengine kwenu ulikuwa ni Umempata amesema yuko Sinza awali. Ameniambia ni wahi. Hongera sana, mmefanikiwa kuwa mabingwa kwa msimu wa 2024-2025. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu na asante sana kwa hongera zako ndugu yangu. Mara 5 mfululizo Alikamwe mnawapiga watani zenu. Unajisi mwenye bahati kiasi gani kwa Young Africans kati ya mmoja kati ya walikuwa nafikiri ni kwa viongozi wote kuanzia kwa rais wetu Engineer Hersi Ali Said, makamu wetu wa rais Arafat Haji na Ali, ile kauli ya GSM imetimia na uliniambia mwisho wa msimu tuje tukuulize. Nilikwambia kwanza Yanga alikuwa na kazi kubwa ngapi msimu, unakumbuka? Ndio. Mara mwisho nilikwambia Yanga na kazi 2 tu msimu huu. Kwanza kutetea mataji yake na kuhakikisha Simba anamaliza msimu akiwa tupu. Imetimia. Kaondoka na nini msimu huu? Kaondoka na lawama. Bwana, wanasema ile hakuna pointi 3 bila kumkaba Mpanzu. Vipi Mpanzu kwa namna ambavyo umemtizama kwenye game ya leo? Usiwape kiki ya wachezaji wa kawaida au shehe. Kuna wachezaji wazuri kwenye mechi ndogo, alafu kuna profesa wa mpira Pacome Zouzoua. Yeye kwenye mechi kubwa ndio anakuja kuzungumza. Amezungumza sana leo hapa. Waamuzi vipi? Amechezesha vizuri sana na tumpongeze mwamuzi kwa namna ambavyo ameweza kutafsiri sheria vizuri. Nafikiri kama mmegundua kitu leo ambacho ni cha tofauti na sio kwa ubaya. Kicho tofauti cha mwamuzi wa leo na baadhi ya waamuzi wetu ni kufika kwa haraka kwenye matukio. Yaani kila mpira ulipokuwepo huyu mwamuzi alikuwa ameshakaa, nafikiri kama ni hadi 10 hivi, yupo tukio naliona kwa karibu. Kwa hiyo ilikuwa rahisi kwake kuamua kila kitu. Kwa hiyo sijui kama ni utaratibu rasmi watasema Simba sasa, sio sisi Yanga. Simba watasema kama na mwakani wanataka aje mzungu, sisi wala. Ubora wa waamuzi ndio umepelekea kupatikana kwa nafasi chache. Maana ukiangalia kipindi cha kwanza ulikuwa na on target 1 na kona 2. On target 1 ngamalizia vizuri. Ya Yanga Israel Mwenda alipiga free kick. Sisi tulikuja kwenye mechi ya leo tukiwa na malengo ya kuchukua ubingwa. Kwenye mahesabu tulikuwa tuna uhakika kuchukua ubingwa kwa sare au kushinda. Kwa tulianza mechi kwenye tempo ya chini tukiwashusha ambao walikuwa wanafuta matokeo, na tukapata matokeo mazuri kipindi cha pili kwa sababu tuliongeza gia, na ni makosa yale ya siku zote ya Simba ndio tumeyafanya leo kuadhibu, na makosa yale ya kuto kuiheshimu Yanga. Muda ulipozidi kwenda mbele wakaona kama wametumudu. Wakaanza kutawanyika kama kuku walikata kichwa. Sisi tukaanza kutumia zile nafasi. Magoli ukiangalia ni matokeo ya mpira wa counter, na sisi tuna quality. Pacome, Mzize tumeweza kuwahukumu. Kwa hiyo tupongeze sana wachezaji wetu. Mwenyekiti, kitu gani ambacho unaweza kuwashauri? Maana leo walikuja na staili tofauti kuja kwenye game kimya. Ni utoto na ushamba waliofanya. Yaani nirudie kwa herufi kubwa, walichokifanya ni utoto na ushamba. Ngojeni niwape tathmini hapa, msije mkasema tumeongea bila tathmini. Lengo lao kubwa na watu wengi wanapozungumza kwamba Yanga amekosa mapato, si ndio? Nataka niwaonyeshe ya mwisho kabisa mapato ya leo, watu walioingia na mapato ambayo ya leo. Ngoja simu ifanye kazi, masidi ni nyingi. Final hii hapa, si ndio? Wewe utawasomea wenzako. Watu wangapi?